Lakini nini dhamira ya kuja hapa? Dhamira yetu baada ya kujitafakari kama sehemu ya binadamu na kuona kwamba kuna wenzetu pia ambao wako na wanakosa nafasi ambazo tunazo, basi tukaona ni sehemu ya kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nanyi, lakini pia kuishukuru kampuni ya sukari, kampuni hodhi ya Mkulazi ambao wanasema Mkulazi Holding Company Limited, kwa fursa adhimu ambayo ilitupatia kile ambacho kidogo ama kiasi ambacho tumeona tunaweza kukifanya, tukasema tuje tushiriki nanyi, nasi muone kile ambacho tumekionja kwenye kiwanda hiki cha sukari Mkulazi. Tunajua mahitaji ni makubwa na ni mengi, lakini tumeona angalau hiki kidogo ambacho tutaweza kufanya kwa sasa, basi tuweze kushiriki nanyi. Sisi hapa sana sana ni kwamba tunashukuru, tuko hapa kwa ajili ya kuja kuwatembelea na kuweza kuwasalimia, lakini kikubwa tukimshukuru Mungu wetu pamoja na kiwanda cha sukari cha Mkulazi kwa fursa adimu tuliyopata sisi wazee wa kuweza kuwa miongoni mwa waajiriwa wa kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Sasa kutokana na fursa hiyo adimu tuliyoipata, tulikaa tukaona kwamba kile kidogo tunachokipata tusiweze kukitumia sisi peke yetu, basi tukitumie pamoja na Watanzania wenzetu walioko kwenye vituo vya watu wanaohitaji mahitaji maalum. Tupende kusema kwamba hawa ni sehemu ya wafanyakazi wetu ambao wameguswa na mahitaji ya kituo hiki, na nimesikia mahitaji yako na mahitaji ya kituo. Kwa niaba sasa ya kampuni nzima ya Mkulazi Sugar, kwa maana uongozi mzima, nimeyachukua haya na nitafikisha kwa ajili ya kuwakumbuka wakati mwingine. Maana ya kidogo ni nini? Kwa sababu ukiniambia kidogo, wakati mimi nakiona kwamba kimegusa sehemu yetu ya uhitaji, nashindwa kuelewa maana ya kidogo. Labda mngeweza kunisaidia mliposema kwamba ni kidogo, lakini mimi najua kwamba kitu kilichotolewa kwa moyo wote, mtu akachukua hatua kwanza kukuwaza wewe kutoka Mkulazi kwamba tuende mission to the homeless children tukawapelekee hiki. Sisi kwetu, ndugu zangu, hiki ni kingi mno mlichokileta, na tunajua kabisa ni mpango wa Mungu. Lakini kwa wema na utu wenu mmeweza kufikiria umuhimu wa kusaidia watu wa aina yetu. Hiyo peke yake ni sababu moja ya kuweza kushukuru, kuweza kufikiri hivyo na hasa kutekeleza, kwa sababu upo uwezekano kwamba mngeweza kufikiri kwamba tunastahili kusaidiwa, lakini msiwe na uwezo wa kusaidia. Muhimu zaidi kuliko yote ni kuhusu kile ambacho mmetuletea. Sisi hatuwezi kusema kwamba ungekuja pengine na behewa la bidhaa ndio tungeweza kuridhika na kumaliza matatizo yetu. Tunatambua kwamba kimsingi tuko hapa kwa kusaidiwa na serikali. Hii natoa shukrani kwa Mama Samia, natoa shukrani na mliokuja. Mwenyezi Mungu abariki, akuzidisheni baraka. Kila mtakapopita mjue mkija nyinyi na sisi ujaji wenu nyinyi, sisi tunasema tuna wenzetu kumbe wanatupenda, hatukutengwa. Tunashukuru.